Sweetheart. Sally, my dear. Sally, let me tell you. What is happening? Unaumwa na kichwa? What is happening? Nimekwambia unitumie 10k. My mom is sick in the hospital. Alafu, yani nimeshinda tu nikipiga simu napiga mteja. What is wrong with you? Sweetheart. Enda pole pole. I'm actually very sorry. Nimekuwa ndani ya nimekupa mikutano mingi sweetheart. Kama ni no. Tuma pesa. Hakuna shida. Plus hiyo pesa nyingine utatuma, it's for me to go out. My mom is sick. Wewe huwezi tuma pesa. What is wrong with you? No, sikate. I have the money. Shida iko wapi? No, give me the number. I sent it direct. No problem. Where alafu you'll tell my mom what are you doing with a young girl? Like me. Nataka sijamaliza shule. Wacha nitume kwa simu yako. You are now talking. No, usinishike tuma kwanza. Wacha nikutumie. Na utume nyingi. Na kuweka 20k. Well, 20, do I look like 20k? I want 100k. Excuse me. 100 Charlie. All ile raha yote nimekupatia huko alafu unanitumia 20k. Ni sawa tu. I will do it. Because of Sally, I love you. And I want you to fuel my car. Hakuna shida. Yeah, my Mercedes. Yes. It's waiting. Hakuna shida. No, harakisha. Yeye na connect, yeye na kuwekea. Na kwa nini natetemeka? Kwani kuna mtu mwingine mnaongea naye? Kuna nobody, kuna mtu. Then why you shaking? Sasa hata ndio hii. Unaona ni nini? Hiyo si ndio tuko wapi? Sio ni M-Pesa. No, napenda. Ndio. Angalia kwa simu yako. Hey, now we can talk. What did I tell you? Sali utakuwa na wasiwasi na vile nilikwambia. Mimi nimemwambia wewe, uchuni na wasiwasi. Ungeangalia kwanza ile boma mimi nimekununulia. Ndio ujue, I have the money. I'm ready to make you happy. Nilikwambia holiday napeleka wewe wapi? Malaysia. Bye. Yes, Dubai. You don't want to go to Malaysia? No problem. I'm tired of Malaysia. No problem. I will take you there. Yes, sweetheart. Hey. Come and see. Unasema Mboke Kibonyoski imekutembelea? Mako. Enyewe Mboke Kibonyoski imekutembelea. Just tell me, mtu akifanya namna hii. Sinakumbuka Ondieki hapa kulikuwa na chokoo. Hii pale ilikuwa kuku, jogoo ilikuwa hapa. Chokoo amekuja alafu anakuja naiba. Araya mimi ni mjinga. Hapa katikati ulikuwa na wale nini? Ingine vichana wale vichana na leo nilikuwa napeleka watoto swimming. Ni weekend kama Yemen ya Arabia. Sasa hawa ndio wamebaki. Hao ndio wamebaki. Na watu naona wasichana kasoro hiyo kijana moja iko hapa. Yaani huyu mtu aliingia mpaka hii nyumba akapepa mayai huko. Unacheza na huyu jamaa. Lakini ngoja nikwambie kokoto. Huyu jamaa juu mimi nani? Nitaenda kwa OCPD. But let me tell you, he doesn't know me. Anijui. He doesn't know who ndiye kinyuka kwa. Hawezi kukuipia hivyo. Let me tell you. Hawezi kukuipia hivyo. Hawezi kukuipia. Atajua mimi ni nani. Hawezi kukuipia hivyo. Mimi si mtu akuchezea. Lakini wacha nikwambie ndiye. Hapo mahali unasema ati utaenda police station hapo tunakuchoa. Hapo ndio usiende police station. Hii ni kesi hauwezi malizia kwa police station. Hauwezi unabalisia wapi? Hii kesi mimi naweza kukusaidia. Mimi naweza kukusaidia vizuri sana, naweza kukusaidia. Wacha nikuambie. Yes. Huyu mtu ameipa kuku yako. Ndio. Na ameipa mpaka mayai. Ndio. Si ameenda kukula? Ndio. Wacha nikwambie vitu kama hii hata nyumbani ikifanyika. Yes. Hata nyumbani ikifanyika. Unafanya nini? Shika hapa. Sasa shika. Hii ni nini? Shikilia. Ni nguo umefunga vitu. Kusema ni nguo. Hii ndio kitu kitakusaidia. Sasa sema kuku yangu na mayai yangu haitakuliwa. Kuku yangu na lakini hiyo si ni ujinga. Wewe sema kuku yako na mayai yako haitakuliwa. Sasa si mimi nakusaidia. Mse kama mimi okay ni sawa. Ondie kuna nitwanga kwa ngori. Ni sawa. Sema hivi. Ni sawa. Kuku yangu na mayai yangu haitakulwa hivyo. Weka kwa mfuko sasa. Ndio. Weka kwa mfuko. Weka kwa mfuko. Sasa ule mtu ameipa kuku yako. Ndio. Ule mtu ameipa kuku yako. Ndio. Hata kula. Hata kama ni hiyo mayai, hata kula. Atakuwa anaona moto. Atakionea. Hapa nimekusaidia. Wewe wacha nikwambie, ni vile sina pesa hapa. Twende kwa simu niende nitoe. Twende. Nikupatie kidogo.
guys, welcome to another fresh segment of the Celebrity Exposure. Na kama venye mmesikia, I have a new name. Naitwa Sally. Yeah, so leo we have this very famous Kenyan veteran actor, and I am so humbled to have somebody like this in my in my YouTube channel. It doesn't come easily, and I'm so excited to hear about it. Mheshimiwa. Ndio. Yes. Ondie Kinyuka Kwota is here. I'm all here ready for you. Hey, kuna ingine jina ingine. Ondie Kinyuka Kwota Olobama Ngidi. Atenda mkumbusha hao son of Aluoch. Because you know my grandmother Aluoch was the first counselor. Uko Bondo. You know I come from Bondo. Na unajua hata ukiniangalia utaanza kuona kuna vile tunafanana na Barack Obama. Ukiangalia namna hii, you know pia angalia, just look at me. Unaona hata weupe tunaenda kufanana. Unasema wewe ni mweupe? He's actually my cousin. Look at my skin. Look so at me. You want to say sasa bwana yako na uone yangu. No, don't worry. What is happening, it only depends from which angle you're looking at me. If you look at me from a positive angle, you'll see a cousin to Barack Obama. He's my cousin. In fact, baba yake na baba yangu, na yule baba alikuwa alimusa baba yangu, ndio sasa unaona hapo ndio tunashikania hapo. Say uko ni mbali. That's very far. No, si mbali. We are one and the same. Hata sasa nikienda America naenda kumuona. So unajua sasa he's only the former president. Hata alipokuja hapa airport nilichukuliwa nikabebwa na the beast. Niko nimekaa hapo nyuma na yeye tukiwa na Akinyi. Sio, we were there. Ulikuwa bado jua? Tulikuwa mimi, Akinyi pamoja na Barack Obama. Tulikuwa hapo tumekaa, tunakaa tena kwa hiyo gari ya Barack Obama. Tunakula smokies, tunakula huko ndani. Tukapata pia hii mkati ya brown. Alikuwa na soda hii kubwa ilikuwa. Tukasherekea. Pia nyama ya kuchoma ilikuwa. Unajua ile beast, it is self-contained. Iko na kitchen na iko na chef. Kwa hivyo there's nothing you hakuna kitu unakosa, you ask it shall be given, unapewa. Okay. Uko na mtu mkubwa ndio inakuwa namna hiyo. Haya, sasa tukiongea kuhusu hiyo story. Kama hii skit yenye tumefanya, ushaijipata kwa shida na bibi, hizi skits zenye unafanya na wasichana wadogo? No, my wife tumepatana niko katika acting. Hii ndio kazi ambayo nimekuwa nikifanya, so haiwezi kuwa na shida. What she actually understand is that kuna Ondie Kinyuka Kwota na kuna Hira Mungai. So tukikuja kwa Ondie Kinyuka Kwota, karakter yake iko hivyo. Yes. Tukirudi pande hii Hira Mungai. Na sasa kupitia hii jina ya Ondie Kinyuka Kwota ndio anakula. Ndio inaekelea chakula kwa meza. Ndio imesomesha watoto. Hata wengine wamaliza university. Unaona namna, so hii ni kazi, it's a job just like any other. Nile tu kujua the difference between the two characters. You need to separate. Hata wewe mwenyewe kama actor, you need to know when do I become Ondie Kinyuka Kwota, when do I become Hira Mungai. So nikiingia kwa nyumba naingia kama Hira Mungai, bwana ya Betty. Nikifika naomba hai Betty, nimeingia. Nimeingia kama Mungai. Kama Mungai. Ondie tumeacha kwa mlango. Ondie kanabaki, hata baki hapo, anabaki kwa jukwaa na kwa television na kwa YouTube na IG. But inside my house, I'm Hira Mungai. Okay. In the church, mimi ni mzee, niko pale kanisani na I'm a born again Christian. So unaona hii ni characters mbili ambazo ni very contrasting. Yes, but you need to differentiate. Usipojua vizuri where the thin line is, unaweza mix. So unajua when do I become Ondie Kinyuka Kwota, when do I become Hira Mungai. Yes. Okay. So kwa Vioja mmetupasua mbavu. Vioja kwa Vitimbi na Saibu na Balu. How do you manage to stay relevant? Because I can tell you for a fact there are other comedians, na msichukulie vibaya, kuna other comedians wenye wako sahi. But yenyu ni ile kicheko, yani I mean it's that kind of comedy that is natural. How do you guys manage to do that? Kitu ya kwanza ile ambayo naweza sasa kusema mambo ya comedy, the kind of comedy ambayo tunasema tunafanya sisi. One, it is inborn. Si kitu inatoka kama unaiforce. Unaona? Kuna inatoka ndani yako, inachemka.
kuna chemichemi ndani yako. So unajipata ile maneno utatumia, utaongea, alafu na yule mtu ambaye mnajibishana na yeye, because what we normally have katika the kind of comedy that we do, the impromptu drama, improvisation. So in ad-lib, you do not have a script as per se. So what we have is just a storyboard, and the other thing that you need to have, you need to have a character bible, so that kwanza you understand who are you, who is Ondiek Nyukakwota. Then kama mko na Alexander kwa stage, najua character Alexander najielewa, yeye ni Alexander Josephat na character yake iko namna hii. So mimi nikimuuliza swali na I know the answer that I'm going to get from him. Atanijibu kama Alexander Josephat ambaye hajasoma. Unaniget? So that's the way it is. Ukirudi kama ni kwa Makoha pia the same. So tumeza ile kuingiana, tukaingiana vizuri, such that tukiongea kama na mimi na Makoha, ama tuko na Alexander, ama tuko na Nyabuto, ama tuko na Kokoto katika either jukwaa ama katika television, unapata ya kwamba tuna flow. There is that flow, ile kuelewana kama wasanii. Unapata tunapatana, and then comedy inatokeza yenyewe. Okay, so unataka kuniambia mkifanya vioja, you guys didn't have an exact script? Hata katika vioja mahakamani, it is ad-lib. What you have is a storyboard. Wow. There are some people who tend to think that ad-lib is easier or cheaper than a script. I've done both. I've done, I'm a script actor. I have done set books for schools, and one thing that I can tell you, the hardest drama is ad-lib. Get a script, an actor who is actually used to script drama, he may not be able to flow so well in ad-lib. So it is not easy. And it is the hardest drama, and it calls for a lot of discipline. You need to listen to the other person so that you know what you're going to say. For you to make, you know, the monologue, and for you to have the dialogue now, you need to listen to one another. That is the discipline that is very important. And I need to know when to talk and when not to talk. Unajua ukisikia mwenzako akienda kuongea unakata. So unaona hiyo the kind of discipline, so that we do not have noise. You talk, I talk, nobody will hear what we are saying. So utajipata unapiga kelele. But nikiwa unaongea, ukicut in, I know when to stop, so that you can talk. Then nakwambia isipokuwa nikata nilikuwa nakwambia hivi. So we continue. So it's something that with time you learn how to do ad-lib, and as a result of the inborn thing, you're born. I mean, comedians are born the way they are. That's why they say there's something that maybe in the faculty of our brains, I don't know, wengine wanasema ni kama tuko na shida ya akili, but kweli ni kwamba unajua saa zingine ile kitu utatoa bali natoka hata wewe mwenyewe. Saa zingine, you know, I watch Ondiek Nyukakwota, and at times I even laugh. And you are also part of it. Yes, I laugh at him. I laugh at what he's doing, you know. Huyo alikuwa wazimu. Ni nini alikuwa nasema, you know. But you see, ni kitu ile natoka za zile umeingia katika character. When you get into that character, unajipata unafanya vitu, unavuruga maneno, and then hata mwenyewe zile umekaa chini namna hii. Unasema hii kitu. Ndiye kapa alifanya hivyo kwa nini? You know, and you laugh. And actually unapata hata ile kitu fanya watu wanacheka wakituangalia, wakiangalia zile vitu tunazofanya katika jukwaa. They do not laugh at us, they laugh at themselves. So you need to have to do something that they can be able to relate to it. Unafanya kitu ambacho mtu anasema haki. Hata kuna wengine unikutana miko barabara anasema wewe unafanya exactly, I have a friend who does exactly what you do. Unajua mimi kuona tu unafanya na cheka. He doesn't laugh because of me. I'm reminding him of that friend. Yes. Na za zingine mwingine atakuona atacheka because umefanya exactly vile alifanya. Because you are the mirror of the society. If it is mambo hii ya kupiga mabibi, in the years when it was so much, it was rampant, you found during our times was walikuwa na chapa mabibi kuararua makonde, unaona, unlike today ambapo sasa mama akona haki anaweza kimbia polisi. You know, in those days ukikimbia polisi unaulizwa nani amekuchapa?
bwana yako Si ni bwana yako. mama enda nyumbani. You know, hiyo si issue ya kuongelea It's not a polisi. problem. You know, it was a non issue. Yeah. So tulikuwa tunafanya hiyo, unaonekana una vile unachapa bibi, watu wanafurahia, wengine wanacheka sana, and then unaonyesha ubaya kumpiga ni nini. You know, at times kama mwingine unapata anachapa bibi yake alafu ameumia sana na shida, nitampeleka hospitali namna gani? Because one, si ni bibi yako. Sasa if you are my wife na nimekupiga, si lazima nikupeleke hospitali. So akienda hospitali bibi akamuuliza sana, nitasema nani alinipiga. Unajua daktari akisikia ni wewe umenipiga atashangaa sana. Akamwambia bana, wewe utaenda useme uligongwa na ng'ombe. So akaenda. Walipokuwa kwa daktari akaulizwa, na umeumizwa sana nini? Akasema ni ng'ombe. Ng'ombe gani? Ng'ombe hii. Ulisema ni niseme ng'ombe. So that's exactly ng'ombe ndio hii. Wow. Alafu kuna ile nyingine zile katika hii kazi yetu, unaona mambo mengine sisi ufanye, unaona kama kuna wazazi wengine utusi watoto wao maneno mbaya sana. Unasikia mwingine anaweza ita mtoto wake ng'ombe, anamuita hata wengine huita umbwa, anamwambia kwenda huko gongwa na gari, wewe ni kondoo, unaona? So unapata mwingine alitukana mtoto wake ng'ombe, akamwambia mami umekosea. Mimi si ng'ombe. Mimi ni ndama, wewe ndio ng'ombe. Yes. Anajaribu kukurekebisha ndio uweze kuelewa. Yeah. Ng'ombe ni nani? Because wewe ndio ng'ombe. Mimi kama mimi ni mtoto wako na mimi ni ng'ombe, then si mimi ni ndama. Kwa hivyo wewe ndio ng'ombe. Wewe ndio ng'ombe. Yeah. Yes. So sasa tukimalizia, in the Yes. process of doing this work, ni nini unaenjoyingi zaidi when it comes to acting and also comedy? Juu sasa wewe ni kama una multitask, yote iko ndani yako, acting and comedy. What Yes. do you most enjoy? I enjoy doing comedy, and especially nikifanya comedy with the people ambao tuna blend. You see, like in this career kuna watu ambao tumeweza kublend zaidi. If I remember wale ambao wameenda hapo mbeleni, mtu watu kama Mzee Tamaa, kulikuwa na the late Ojwang Atari ambaye tuliblend vizuri sana. Kulikuwa na Masanduku wa Arab Smith, kulikuwa na kina Otoo Bambla, na pia bado kuna wengine kama vile bado wako hata saizi akina Mzee Makanyaga. Kuna wengine walikuwa naitwa, kuna mwingine pia anaitwa Gomongo, pia tumefanya pamoja. Kuna wengine ambao tumekuwa pamoja nao na ile uzoefu zaidi katika ile vitimbi ambao tulikuwa tunamperformia President Ojwang Atari, tukiwa na Mama Kayai, tukiwa na prosecutor pamoja na Magistrate Lucy Wangoi ama Mize, ambao tulikuwa tumepata ule uzoefu. Lakini kwa wakati at present, if I may say, if you see us in Hula Baloo, you realize that you find we blend so well with Alexander Josephat. Tuna blend vizuri sana na Nyabuto na Makoha na Kokoto, and maybe there are some other characters ambao tuna blend nao vizuri sana, kama kina Baby D, mtu kama Omama, na mtu kama Bob Kioko. You know, we blend so well in whatever we do. So unapata ni ile you enjoy your work, especially when you do with people who really understands what ad-lib is. Because of what you have is a storyboard. The rest wewe kama unaingia, ukiingia katika set scene imeandikwa line 3. The rest, and we want in that scene we want 3 minutes na mko wawili. Yes. Mchangamke. Haja ni mchangamke. Sasa mcheze kanyi. Mwito vile inatakana. So pale kama hakuna ile kuelewana na mwenzako, there's nothing you do. Hamwezi fanya chochote. In ad-lib you can't. Because lazima mweze watu wa kuelewana, mtu ambaye anajua ukiniambia hivi nitakwambia hivi, and then mna create drama kati yenu wawili. Ile comedy inatokea. Okay. Alafu sasa tumalizie. Now acting yenyewe ulikuwa nayo ya kitambo pale timbi, na hata acting inakaa evolve. Yes. What is the one thing that unaweza point out as different and also as an improvement? One thing that I may say ni kwamba in the yesteryears kuna comedy ambayo ilikuwa ifanyiki na ile ambayo inafanyika sasa hizi, kwanza na hizi kizazi kipya
we have tuko na kama sasa unaona kuna stand up comedy ambao Churchill alikuja akaanza kufanya stand up comedy na vijana hawa kila chipukizi wakaingilia vitu kama stand up comedy. That is a new kind of comedy altogether, ambapo it's like a kind of a concert because you are yourself. You can tell a joke, you can even laugh your joke ukiwa pale mbele, and at the end of the day you leave the stage, unaweza jipatia jina ambao unaweza tumia kwa wakati huo, ama unaweza kuwa yourself. You can appear as yourself na upatiene joke as a stand up comedian na watu wacheke, wafurahi, na wakati wanacheka hata wewe mwenyewe unaweza cheka. So you see, that is a different kind of drama, a kind of act ambayo inafanyika saa hizi, ambapo it is one character ambaye anaenda anafanya act yake. And in other countries, hata sasa ukienda katika mtandao, you'll find that we have comedians who are able to stand in front of an audience for 1 or 2 hours making them laugh. But those comedians, what normally happens is that unapata kuna creative team or kuna watu wanaandikia those scripts, because you see kuweza kufanya stand up for 1 hour or 2 hours, it is not easy. So unapata ni hiyo ni the kind of hiyo stand up during our time tulikuwa tuna, but what we used to do is that we used to have kitu kama we pioneered in MCs in every functions. So we pioneered that mambo ya functions. Unajua wakati yetu kulikuwa na pre-wedding parties zilikuwa nyingi sana, there were so many birthday parties. Yes, zilikuwa nyingi. So that's why you get your KICC ndio unapata kunakuwa na function kama 10 ama 15. But when NAC government came in power, wakasema that Harambee is robbery without violence. So hiyo mambo ikakuja pre-wedding, ikakuja zimekufa natural death, wakajaribu kuziita gotiti, bado haishiki. Watu wengi wakaanza hata sasa ukimwandikia uko na gotiti, anasema huatusaidii mtu kuoa kama una pesa shauri yako So mambo ikaenda imechange. So but in those days tulipioneer in that. So ulikuwa unapata hiyo as a comedian, you go there, you do your MC, you make people laugh as you raise funds. And then we had also something else that we used to do. Ile tuko natengeza taarifa ya habari hapo na stand pale mbele ya watu ukiwa peke yako. Unasoma taarifa ya habari, and it made people laugh. But alafu kulikuwa pia na parade ya watoto ambao tulikuwa tunafanya kama Hilo King ama kama Shade Hotel, Continental Hotel, Westlands. Ulikuwa unapata kunakuwa na hiyo parade ya watoto ambao unapata mtu mmoja anafanya, na kama Otoyo alikuwa anafanya kama Meja Otoyo, Masanduku alikuwa anafanya kama Brigadier Masanduku. So and then there was also Mambo who also used to do Mambo family affairs, au wengine hawezi sijui kama unajua. But anyway, those are some of the characters that I've worked with. But I can tell you kuna a lot of changes in this field ambayo imeendelea ikibadilika. It has, you know, acting is so dynamic. But one thing that I'll tell my fellow actors and those people in act is that we need to learn. These are the kind of businesses and even investing in real estate, because it comes a time whereby you have been depending on a station and you are unable to record a program because of COVID-19. It becomes very difficult. And also, at least in this big city of ours, as an actor, make sure you have your own house. Hakuna hii mambo kama wakati kama sasa hivi wakati wa COVID-19, kusikia actor amefungiwa nyumba, imekuwa ikifanyika. So inafika pale mpaka wenyewe kwa tunachanga sababu mtu fulani ameshindwa kupata chakula ndoa, inafika hapo believe hapo sasa hii studio kwa tatizo hii maneno, because I believe the government can happen to the next policy, because until you have a next policy in Kenya, the mambo mingi yote kuna afya hii, but our actual hii haiwezi kuwa na nguvu kwa sababu in Kenya we do not have a national policy. Yes. And kama Tanzania huwezi toka tu hapa Kenya uende kwa jukwaa Tanzania uperform. You can't. Lazima upitie katika baraza la wasanii la Tanzania. Unaona? Ndio alafu ndio ijulikane why you coming to perform. Kama ni mtu fulani anakupeleka huko, lazima upelekwe na Mtanzania, and he has to explain why you importing labor. But in Kenya
tuko na Wazairi wana perform kwa vilabu zetu usiku na mchana, tuko na Watanzania performing all over the place, but in the outside there Wakenya hawezi enda. You can't go. So hiyo ndio kitu unauliza serikali. Wajaribu kama vile Nigerian government iliingilia kati mambo ya film industry, ikasupport Nigerian actors na pia watu the business people wakachukua the film industry like a business just like any other. They have invested so much in acting in the film industry. But in Kenya, we do not have even a single businessman ambaye invest at the moment. And angalia our neighbor here, Tanzania. Just the other day when we went to Tanzania for the first time in 1996, they didn't even have people to curtain raise for us. Na wale waliletwa kina Mzee Kigwendu walikuwa na ogopa, walikuwa wamejaa maji. You know, they were looking at Vitimbi. Ni kama tumetoka Ulaya, tumetoka nchi nyingine. You know, we went there, we performed in front, ilikuwa ni tunaenda stadium inajaa, uwanja wa Diamond ukajaa, tukaenda hoteli ya Kilimanjaro, ile show ya VIP ikajaa, hata tulipoenda Arusha bado stadium ilijaa. You see, tulipoenda Moshi pia the same thing. Now, ile kitu ambayo najaribu kuambia ni kwamba right now as we talk, Tanzania wako pale walikuwa 1996. Wamepiga hatua, and as far as film industry is concerned, wamewacha Kenya na mbali sana. Because one, the government is supporting the industry, and also businessmen wana support kabisa. Unaona? So watu waache kushindwa nasema maybe wa Tanzania ukiangalia msanii wa Tanzania ikiwa amemake unasema ni ati ni Illuminati. No, it is only that they have been supported by their government. That support is what you need. Ukiwa supported, you can deliver. Kile Kenyan artist ile kitu amekosa ni support. Because hiyo hata umeandika sinema na una pesa kufanya, hakuna businessman atakuja kupatia pesa. Sasa hii right now andika sinema uende kwa bank, hawezi kubali kukupatia pesa. You know, how will you pay? Unaona? So those are some of the problems that iko katika film industry in Kenya. Yes. So thank you so much, Odek, for even pointing out those issues. And I'm sure somebody will be listening, they'll do something about it, hopefully. Yes. Na hata see young YouTubers when you tunaanza, that is why we have people like you. Yes. Yeah, to show that even the old people that are doing the comedy, but they are there and they have so much content by the way. Yes. Yeah, so watu wakupate wapi? Watu wanaweza nipata katika YouTube, Ondiek na Makoha. Wanaweza nipata pia kwa IG. Ondiek Nyukakwota. Uko IG? Niko IG. Au chezi? Mimi niko huko kwa wingi. Okay, sawa sawa. Mimi ucheki wengine nasema huyo nitambu DM, you know. So sichezi chini nacheza juu, unaona? Umekataa kuzeeka. Lazima unakataa mazee. Haya ni sawa basi. So katika Facebook Ondiek Nyukakwota unanipata huko. Okay. So tuko huko kwa sana. Tuko huko kwa sana. Kwa sana. Kwa sana. Yes. So guys, that's how we do it right here at the Celebrity Exposure. I have been your host Mercy Soni. So thank you so much for tuning in. See you next time in a different place with a different person. For me, it's goodbye. Bye bye. See you. Tuonane baadaye. Yes.